Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa khataman nabiyyin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam wa ba'd. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Al-Haq Subhanahu na kumtakizia rehema kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napenda kuchukua hii fursa kama hii kumshana baadhi ya fadhaili za Ramadhan. Kwa kitabu chetu cha Al-Wajiz fi Ahkam Siyam cha Abdullah Al-Hadrami anatuambia fa inna ramadhana shahrun mubarakun hasa Allahu bihadhihi al-umma, ika mwezi mtukufu wa Ramadhan ni mwezi ambao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweka baraka ndani yake, kisha akaihusisha katika umma wetu, umma wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istidrakan ma fataha, ile ukusanya yale yote ambayo kwamba tulikuwa tumekosea katika faradhi na swala zingine, yani katika ibada ambayo kwamba tumefanya kwa upungufu. Tukifanya Ramadhan tupata ziada ili ya kurecover sehemu ambazo kwamba tulikuwa tumekosea. Faqad kanat a'mar umam sabiqa, nilikuwa katika umuri za umma zilizotangulia, sabiqatun tawilatun walahum fiha a'malun ala qadri tul tilka al'amar. Umma zilizotangulia zilikuwa na umuri ndefu na walikuwa ndani yake na amal katika hizo, katika ule urefu wa umur zao walikuwa na amali ambayo kwamba walifanya. Kama haka Allahu Ta'ala an qaumi Nuh, vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasimulia kuhusu kisa cha Nabiiullah Nuh, anahu alayhi salatu wasalam makatha fihim alfa sanatan illa 50, aliishi miaka 900, yani miaka 1000 kasoro 50. Lakini baadhi ya ulama wanasema kwamba hizo ni miaka za da'wa, sio miaka alizoishi, yani wanamaanisha kwamba aliishi zaidi ya miaka 1000. Wa kanat hadhihi al-ummatun aqsara amaran fa'atahum Allahu Ramadan, laika ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam imepewa umuri mfupi zaidi, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa mwezi mtukufu wa Ramadhan, wa dha'afa fihim lahumul hasanati mudha'afan kathira, na akawapa ziada, nyongeza, yani mazidi katika thawabu ya amali yao ya khairi, ule thawabu, yani thawabu nyingi zaidi na nyongeza zaidi fadhila katika amali zao. Wa ja'ala fihi lailatul qadri lati hiya khairu min alfi shahri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia katika mwezi wa mtukufu Ramadhan ndani yake ndani yake usiku wa lailatul qadri ambayo kwamba hiya khairu min alfi shahrin, ni bora kuliko miezi 1000. Wa akhfaha fi Ramadhani kullihi liyughirahum bil-ikthari min al-khairat. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kujalia Lailatul Qadr katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, akaifisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ili atuhimize katika wingi wa kufanya ibada, min al-khairati fi shahri kulli, ili atuhimize kufanya khairi nyingi katika mwezi mzima. Tuseme yani siku ya Lailatul Qadr siku fulani ndio tufanye amali nyingi, hapana. Mwenyezi Mungu aificha kwa sababu ili atuwezeshe kufanya amali nyingi zaidi. Jaat hadhihi almaani fi hadithi rawahu Imam Malik fi al-Muwatta, hii hadithi imekuja katika Muwatta ya Imam Malik. Nasema hadithi ziyadatan an al-Malik annahu sami'a ibn man yuthiku bihi ahlu ilm yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katika wenye elimu wanasema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam urja amaru nasi qablahu au ma sha Allahu min dhalik, ya kwamba alionyeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umuri za watu walio umma zozo kabla yetu umma Muhammad, au ma sha Allah, ama yale ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyomuonyesha. فكأنه تقاصر أعمار أمته لأن لا يبلغ من عمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمل. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonekana ya kuwa kwamba anaona kama umuri wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam imekuwa ufupi kulingana na umma zingine, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fa'atahu Allahu Lailatul Qadri khairu min alfi shahr, basi Mwenyezi Mungu akampa Lailatul Qadri katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ili ikava mtu mwenye kwamba ataikuta usiku kama huo, basi itamchukulia kana kama imefanya ibada ya miezi 1000. Yani Mwenyezi Mungu ametufanyia uwepesi, shortcut
baada ya kuishi muda mrefu akatujalia tufanye ibada ndefu katika muda mfupi. Barakallahu fikum, nipende kuumia hapo.